na halmashauri kuu zilikuwa na ajenda za jumla ambazo zilijadiliwa, na kati ya ajenda zilizojadiliwa leo kulikuwa na swala la nidhamu na maadili ambalo lilikuwa linamkabili mwanachama mwandamizi wa chama chetu, mjumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu, ndugu Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Na katika swala hilo vikao vyote vilijadili kwa makini masuala yaliyohusu nidhamu na maadili, na baada ya kuzingatia taarifa zote zilizokuwepo, ilithibitika kwamba katiba ya Chama cha Mapinduzi pamoja na kanuni zake vilikiukwa. Kufuatia hayo, kwa kauli moja, halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi kwamba kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili, ndugu Nchimbi afukuzwe uwanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Kwa hiyo tunapenda kuwafahamisha wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla kwamba Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi huo. Kwa hivyo kuanzia hivi sasa ndugu Nchimbi amefukuzwa wanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi. Pokeeni taarifa hiyo. Tumemaliza. Hilo linahusu nidhamu na maadili. Lakini vile vile kuna uamuzi mwingine wa muhimu uliofanywa na halmashauri kuu ya CCM Taifa, na ni kupokea na kupitisha jina katika hatua ya awali ya mtu ambaye atapendekezwa kwa mujibu wa taratibu za katiba kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na huyo ni ndugu Deogratius John Ndejembi. Halmashauri kuu kwa kauli moja imempitisha mwanachama wetu huyo kuchukua nafasi ya makamu wa rais, na hilo litafanyika baada ya taratibu za kikatiba kukamilika ambazo zinataka jina lake lifikishwe Bunge, na likipitishwa huko basi kwa mujibu wa katiba yetu taratibu za kumwapisha zitaanza ili akamate nafasi hiyo ya juu kabisa baada ya nafasi ya Mheshimiwa Rais katika taifa letu. Asanteni.